Yes, bana, mambo naje? Hope mko poa watazamaji na wafuatiliaji wa Kawabe Media. Mimi naitwa Ramake G, niko hapa kukujuza kile ambacho kimetokea hivi sasa kunako anga la kimichezo. Na hii ni mara baada ligi kuu ama bodi ya ligi pamoja na Tan Football ama shirikisho la soka la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kutoa walaka mrefu ukionyesha adhabu za mienendo ya ligi kuu katika michezo kadha wa kadha. Lakini kubwa ambayo nahitaji kuzungumza mimi na wewe mpaka hivi sasa, kiungo wa tegemezi, kiungo wa kutumainiwa kutoka viunga vya Young Africans, Mudathir Yahya kuikosa dabi ya Kariakoo ya Mei 3 mara baada ya kupigwa bani ya mechi 3 na faini nzito kweli kweli. Taarifa inasema vipi? Taarifa inasema kwamba klabu kumradhi, inaanzia hapa chini kidogo. Inasema mchezaji Mudathir Yahya wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya Tanzania shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham wakati mchezo unaendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 ibara ya 5 kifungu cha 5(2) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Na mara baada ya Mudathir Yahya kunyikwa ama kulimwa adhabu hiyo, ni dhahiri sasa Mudathir Yahya atazikosa mechi zifuatazo. Mechi 3 ambazo Mudathir Yahya atazikosa ni mechi dhidi ya Simba Sports Club ambayo itapigwa Mei 3, lakini pia ni mchezo dhidi ya KMC ambao utapigwa Mei 6, lakini pia ni mchezo mwingine wa dhidi ya Coastal Union ambao utapigwa Mei 9. Michezo miwili akiwa nyumbani ataikosa na mchezo mmoja akiwa ugenini dhidi ya Simba Sports ataukosa. Kumbuka Mudathir Yahya ni mmoja wa viungo watumainiwa wa kutegemewa kwa hali na mali katika klabu ya Young Africans. Kwa nini nasema ni viungo wa kutegemewa? Ni kwa sababu ya mwenendo mzuri wa uchangiaji wa mabao katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mudathir Yahya akisimama na Duke Abuya wanaipata kombo iliyo bora sana. Mudathir Yahya akisimama hata na akina Momo Damaro anakuwa anaitoa kombo imara kweli kweli. Mpaka hapo tunazungumza, Mudathir Yahya hivi sasa ni rasmi kuikosa dabi ya Kariakoo. Lakini katika taarifa hizi sio Yanga peke yake ambao wamepigwa bani. Hapa nitakusomea taarifa inaonyesha mashabiki wa Simba Sports Club wakipigwa faini ya kutosha kwa kosa la kumshambulia ama kumshambulia muamuzi katika mchezo wao dhidi ya Azam FC. Taarifa inasema hivi: klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam imepigwa fine kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mwamuzi msaidizi nambari 2 wa mchezo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Hii ni kosa la kujirudia kwa klabu ya Simba ambapo ndani ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC 25-26 mashabiki wa klabu hiyo walitenda kosa hilo katika michezo miwili tofauti na kusababisha klabu kuadhibiwa. Lakini ukiachilia mbali faini hiyo, hata klabu ya Azam pia imetoza faini kwa viongozi kwa kosa la wachezaji kutumia mlango ambao sio rasmi kwenye kuingia. Lakini hapa kuna adhabu nyingine ambayo imeikumba Simba pamoja na TRA. Na hii ni mara baada ya clip kuzagaa wale walinzi wanaitwa steward ambao unawaonaga wanavaga vizibao fulani hivi, wamesimama uwanjani, wengine wakiwa wanatizama upande wa mashabiki wa Simba na Azam na TRA kule jijini Arusha walipopigana kabla ya mchezo ambapo timu zilikuwa zinaingia uwanjani kiliumana kweli kweli. Adhabu zimetembea kwa namna hiyo. Endelea kuikumbatia sanjari kabisa Kawabe Media kwa update bora kama hizi za kimichezo. Lakini mpaka tunazungumza mimi na wewe, Mudathir Yahya nje mechi 3. Mudathir Yahya kuikosa dabi ya Kariakoo. Wengi wa jamii wanajiuliza, why not Arajiga? Kwa nini Arajiga hajafungiwa mara baada ya kutenda haki kama ambavyo watu walikuwa wanasema, wadau wa soka, kwamba Simba alistahili kupata penalty katika mchezo ule ambao ulikutanisha Azam dhidi ya Simba kwenye Mzizima Derby. Bye bye.